Ni kipindi kigumu tunazungumza kwenye familia hii. Kwa wale mnaoelewa, familia hii imekutwa na matatizo makubwa. Moja, yumukungo unogotanora. Lakini sasa mkungo no yuko hapa leo tunamzika. Kijana wake hayuko hapa kumwaga mama yake, ambaye tulitegemea leo sinda beho amahenya kwa akwaherinye kwa sababu ya mazingira ambayo yamekuwa kwenye nchi hii ya kihuni, ambayo sisi wengine hasa mimi nimesema sitanyanyamazia na sitakaa kimya. Na kwa sababu nasema hapa, haya mambo leo rais atayasikia. Samia, huyo rais wa CCM na wengine wote walioko serikalini watayasikia kwamba leo tunazungumza Sirari, mji mdogo kama huu, zaidi ya vijana 20 wamechukuliwa. Toru hano imukibu hano Toru mumo manyiri. Mwatamanyire Toru hano. Toru alipochukuliwa hapa, watu walisema huyu ni Toru wa nini? Wa Chadema anachukuliwa. Uongo kweli? Akachaka imukibwa Nyangoko kina. Uongo kweli? Amechukuliwa Sinda. Amechukuliwa Chonchori. Vijana kwa mamia wamechukuliwa. Tunasababisha matatizo makubwa kwenye familia za watu. Watoto wa Sinda wako hapo. Umuntu anakule, ukifa ndugu zako wanakuona, wanakuchukua, wanakuhifadhi kwa jinsi Mungu alivyotuumba. Wanajua ndugu yetu yuko pale, siku Mungu akirudi akamfufua tutaonana naye. Sinda leo unawaambiaje watoto wako? Unawaambiaje wadogo zako? Na kwa hapo nagiji unaendaje kuongea naye, kumwambia kijana wake yuko hapa? Na ndio maana mimi nimekuja hapa ili haya maneno kutoka hapa yaende kwenye taifa zima, kwa sababu nchi hii watu wanachukuliwa kama kuku. Na mimi nawasihi viongozi wa dini, dini ya kweli ni ile ya kumtetea Mwenyezi Mungu, na Mwenyezi Mungu ni mtu wa haki. Lazima wote tupige kelele kuhusu masuala ya utekaji katika nchi. Tusipopiga kelele, leo ni Sinda, kesho ni John Heche, ichuria nuwa mchungaji, kesho kutwa ni mtoto wa mtu mwingine. Nawaambia ukweli, wazungu wanasema hivi, I am my brother's keeper. Mimi ndo nitakutunza wewe, ukionewa nipige kelele. Na mtu asije hapa akawadanganya kwamba hao wanapiga kelele. Kama kelele hazina maana, jana mmemsikia chini anasema kwamba tusiongelee masuala ya tarehe 29. Si mmemsikia? Kama hizo kelele hazina maana, kwa nini wanaogopa zinapozungumzwa? Yaliyotokea tarehe 29, yaliyotokea huko nyuma, hatutanyamaza hata dakika moja. Na nataka niwahakikishie watu wa Sirari, mimi ni mtu ambaye niko very optimistic. Haya mambo hata ikichukua miaka 20 kwa dunia ya sasa, dunia iliyoendelea hii dunia, hiyo simu ya mkononi ulionayo inaweza kumwambia mtu kwamba uko hapa, unatoa jasho kiasi gani, umetembea steps za miguu kiasi gani, unatembea na simu inahesabu miguu uliyotembea, jasho ulilotoa, hata kuzungumza ina calculate umetumia calorie, umetumia nguvu kiasi gani. Tukiwa hai au hatuko hai, iko siku waliomchukua Sinda watatuambia walimchukua na walimpeleka wapi. Hilo nataka niwahakikishie kabisa. Tutajua. Na sio Sinda peke yake. Waliomchukua Nyangoko kina,
waliomchukua Toru, waliochukua Watanzania wengine wote, wakina Mdude, nchi nzima. Tutajua na hatutanyamaza. Mimi nataka niwahakikishie kwa niaba ya chama chetu, haya mambo ya utekaji, mambo ya kuonea watu, mambo ya kuua watu kama kuku, hatutanyamazia hata siku moja. Na abantu basirali, mnajua kujitetea. Ukiona mtu anakamatwa kihuni, anachukuliwa kihuni, usikubali. Hiyo vita ni ya kwako, inunue, usikubali. Kama ni polisi wanataka kukamata mtu, utaratibu wa kukamata upo. Mtu aje aseme mimi ni askari wa jeshi la polisi, naitwa fulani, wewe John Heche unakosa hili na kuhitaji kituo cha polisi. Mambo ya watu kuja kwenye mji wako usiku wanakuvizia au wanakusimamisha barabarani, wanachukua mtu na nyie vijana mpo mnaangalia, ndio yanatuletea matatizo haya. Familia Noiga mimi naijua, wote tumekulia kwa shida. Sinda ndio Mwenyezi Mungu alikuwa amemuinua kwenye familia hii. Arabage tarara mulikira ndugu zake, uongo kweli? Leo anachukuliwa kama kuku. Watoto waliokuwa wanamtegemea, ndugu waliokuwa wanamtegemea, yes, watoto waliokuwa wanamtegemea Sinda, ndugu waliokuwa wanamtegemea Sinda, unawaambiaje? Mimi nikiwa msomo sekondari, kuna mauaji ya kulipiza kisasi yalifanyika pale Bweri, si Bweri, ni wapi kule? Buhari. Watu wakaua mpaka kuku.